wapenzi watazamaji na wasikilizaji wa The Final Warning TV. Nipende kuwasalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ni siku nyingine tena ambayo Bwana ametupatia nafasi ya kuweza kukutana na kutafakari yale ambayo ni mapenzi yake na kujifunza neno lake katika wakati kama huu. Na wewe ambaye umeendelea kutufuatilia, tupo katika mahali ambapo kwa wewe uliyetufuatilia somo lililopita waweza ukakumbuka tulikuwa mahali fulani, sehemu ambayo ni ya utulivu, kama tena ambavyo siku ya leo Bwana ametujalia tena nafasi. Na leo pasipo kupoteza muda tutaenda kuwa na somo makini sana ambalo litaendelea kutufundisha na kutuonesha ni namna gani ambavyo tunapaswa kufanya na nini ambacho tunapaswa kufanya na namna gani tunaweza kuzifahamu na kuziepuka hila za adui. Basi kabla hatujaanza somo letu, niweze kukukaribisha wewe ambaye unanitazama kupitia media hii ya The Final Warning TV, lakini hata wewe ambaye unanisikiliza, tupige magoti kwa ajili ya ombi. Baba yetu mwema, Baba mtakatifu, Baba uketie juu mbinguni, tunasema asante kwa wema na ufadhili zako, asante kwa wema wako, asante kwa ulinzi wako kwetu. Umekuwa nasi, hata sasa uko pamoja nasi, umetulinda na unatulinda, ukituepusha na kila hila za yule mwovu ibilisi. Tunalisifu na kulitukuza jina lako, wewe ambaye unastahili kuabudiwa na kupewa heshima zote. Nasi tunajinyenyekeza miguuni pako katika wakati kama huu, tukihitaji kufundishwa na kusikia sauti yako. Zungumza nasi na msikilizaji anayetutazama, ili sote tukajue nini ambacho unahitaji tukifanye kwa ajili ya wokovu wetu na wokovu wa watu wengine ambao tunaweza kuwafikia kupitia uwezo ambao umetupatia. Ni kupitia jina la mwanao mpendwa Yesu Kristo tunaomba tukiamini kwamba utakuwa nasi. Amen. Basi leo tutaenda kuangalia na tamani tuende kuangalia katika mwendelezo wetu wa series zilizofichika, na leo tutaenda kuangalia sehemu ile ya 7. Na leo tutaenda kujifunza tena, tutarudi tena kuangalia nini ambacho Babeli likifanya kuandaa watu kwa ajili ya kusujudia sanamu ya dhahabu. Na ambacho leo shetani anakifanya, anatumia mbinu ile ile. Na ukumbuka katika kitabu kile cha Mhubiri sura ya 1 na mstari wake wa 9 na wa 10 tunaambiwa yaliyokuwako ndiyo yatakayokuwapo, na hakuna kitu ambacho ni kipya chini ya jua. Leo tutarudi tena kuangalia kile ambacho Nebukadreza mfalme wa Babeli na utawala wake ulikifanya kwa ajili ya kuandaa watu kusujudia sanamu ya dhahabu. Lakini leo tutaona tena Nebukadreza katika nyakati zetu, tunajua ni mamlaka ya upapa, utawala wa upapa ndiyo unaolinganishwa na Nebukadreza katika zama hizi. Na wewe ambaye unaweza ukauliza kwamba hiyo inaandikwa wapi, ukienda katika kitabu kile cha Ufunuo sura ya 13 mstari wake wa 1 unatajwa, unaoneshwa mnyama anayetoka baharini, na mstari wa 2 anatuambia jinsi gani yule mnyama alikuwa akionekana. Na tunaambiwa kwamba mnyama yule alikuwa na mfano wa chui. Miguu yake ilikuwa kama miguu ya dubu, na kinywa chake kilikuwa ni kama kinywa cha nini? Cha simba. Alafu nguvu zake anazitoa kwa joka. Na tunarejeshwa katika utawala kule falme kuu zilizotawala dunia katika kipindi kile ambacho Danieli alipewa maono katika Danieli sura ile ya 7. Kwa hiyo Babeli ya leo tunaambiwa kwenye kitabu kile cha Pambano Kuu. Wewe ambaye una kitabu cha Pambano Kuu ambacho kwa wakati huu naweza nikakuonesha kile ambacho tunakitumia, ambacho mara nyingi nimekuwa nikikuonesha. Hichi ndicho ambacho huwa tunakitumia. Mimi ninakitumia hichi kwa nakala zako za Kiswahili. Ukienda katika sura ile ya 21 onyo kukataliwa, unaweza ukaenda katika hiyo sura, kuipo sentensi ambayo inasema Babeli yani mamlaka ya kanisa Katoliki, mamlaka ya upapa, pamoja na ulinganisho wote uliotolewa kwa kuthibitisha ukweli huo.
Kwa hiyo leo tutaenda kuangalia mbinu hiyo, na moja ya mbinu ambayo Shetani alitumia kwa kumtumia mfalme Nebukadreza wa Babeli, alitumia elimu. Unasoma katika kitabu kile cha Danieli sura ya 1 mstari wake wa 4. Nebukadreza akaagiza wale kina Danieli, Meshaki, Abednego wafundishwe elimu ya Kikaldayo pamoja na watu wote waliochukuliwa utumwani kule katika kipindi kile cha utawala ule wa Babeli. Tusome katika kitabu cha Danieli. Twende msikilizaji katika kitabu kile cha Danieli sura yake ya kwanza kabisa. Kitabu cha Danieli sura yake ya kwanza kabisa na mstari ule wa 4. Neno la Mungu linasema vijana wasio na mawaa. Unaweza ukaanza mstari wa 3 kabisa, ambapo anasema mfalme akamwambia Ashpenazi mkuu wa matoashi wake awalete baadhi ya wana wa Israeli wa uzao wa kifalme na wa uzao wa kiungwana, vijana wasio na mawaa, wazuri wa uso, wajuzi wa hekima, welevu kwa sababu ya maarifa yao, wenye kufahamu elimu, watakaoweza kusimama katika jumba la mfalme. Tena alimwambia awafundishe elimu ya Wakaldayo na lugha yao. Kwa hiyo naona moja ya mbinu ya kwanza kabisa Babeli mfalme Nebukadreza alitumia kwa ajili ya kuhakikisha wale vijana ataweza kuwaweka chini ya uongozi wake, aliwafundisha elimu ya Kikaldayo. Na leo tutaona elimu ya Babeli chanzo cha kuzalisha makafiri, na hilo ndilo somo ambalo tutaenda kujifunza kabisa. Elimu ya Babeli ni chanzo cha kuzalisha makafiri. Na unaposikia makafiri kwa lugha nyingine, unaweza ukatumia lugha ya Kiingereza infidels, lakini unaweza kutumia ungodly, wasio mcha Mungu. Ndivyo Biblia inavyotaja kwa kufafanua neno hili makafiri. Kwa hiyo kuna mwingine anaweza kusema ni jina ambalo ni una lugha fulani hivi, lakini ni lugha ambayo imetumika, na huenda ukajaribu kutumia hekima yako ukaafufisha kile ambacho kinafaa kieleweke kwa watu. Kwa hiyo elimu ya Babeli ni chanzo cha kuzalisha makafiri. Katika kitabu kile cha Mithali sura yake ya 4 na mstari wake wa 23 tuliambiwa maneno yafuatayo, lakini tutaenda kuona elimu hii ya Babeli ni chanzo mojawapo cha kupinga pia na kuzuia victory over sin, ushindi dhidi ya dhambi, lakini pamoja na ukuaji wa kiroho. Tutaenda kutembea katika sehemu tofauti na vipengele vyote hivyo kwa kadiri Mungu atakavyotujalia, lakini ikiwa muda wetu hautatosha, basi yawezekana tukapata na sehemu nyingine kujifunza ni kwa nini kuna umuhimu wa kujifunza kuelewa ni nini Shetani amekipanga kuhakikisha kwamba vijana katika nyakati hizi wataangamia kupitia elimu ya Kikaldayo, elimu ya Babeli. Kupitia elimu ya Babeli vijana wanaandaliwa kuwa makafiri. Na tutaenda kusoma sehemu tofauti kupitia Biblia na roho ya unabii, lakini tutaona ni namna gani vijana, ni namna gani watoto, ni namna gani wazazi wanaandaliwa kuwa makafiri kupitia elimu ya Kikaldayo. Kwa hiyo tutaona vizuri ni namna gani pia wanaandaliwa kusujudia sanamu ya dhahabu mfalme Nebukadreza wa leo anapoisimamisha. Na tunajua tunapozungumzia sanamu ya dhahabu katika nyakati hizi tunazungumzia sanamu ya mnyama. Sanamu ya mnyama ndiyo ambayo inazungumzwa katika nyakati hizi, ni sanamu ya dhahabu. Lakini swali la kujiuliza ni nini, kwa nini hasa vita ya Shetani inaelekezwa sana kwa vijana? Na ndio maana kwa wewe ambaye ni mzazi unapaswa kuwa macho. Child Guidance 312 aya yake ya kwanza. Unaweza ukasoma aya ya kwanza, ya pili na ya tatu, kitabu kile cha malezi ya watoto Child Guidance 312 aya ya kwanza mpaka ya 3. Wazazi wanaambiwa waamke na kuwa macho, ama sivyo vijana watapotea milele. Kwa hiyo wewe ambaye una mtoto wako na ni mzazi, una kijana yuko shule na unamlipia mamilioni ya pesa, leo tega sikio lako vizuri ili usije ukalipia ukajikatia tiketi ya kuingilia kuzimu.
Leo tutaenda pamoja kabisa. Hebu tuone katika kitabu kile cha Acts of Apostles. Mjumbe wa Mungu anatuambia hasa leo ni watu gani wanahitajika. Kanisa linaangamia, ulimwengu unaangamia. Ni watu gani wanahitajika kuwasaidia hawa, kulisaidia kanisa, kuusaidia ulimwengu? Nakumbuka kitabu cha Isaya 52. Nakumbuka The Final Warning TV tunasoma. Kwa hiyo unapokuja tunasikiliza, andaa kifaa chako cha kuandikia. Ninatamani watu tujengwe na kuimarishwa katika neno. Usiweke tumaini lako kwa mchungaji, kwa mwinjilisi, kwa mzee wa kanisa, kwa askofu. Ukijenga tumaini lako huko utaanguka tu. Hakuna kitakachozuia anguko lako. Jenga tumaini katika neno. Ndiyo maana kupitia media hii tunasoma ili usibebe maneno yangu. Utabeba kama ilivyoandikwa. Acts of Apostles. Tutaenda kusoma kuoneshwa ni watu gani wanaohitajika sasa hivi. Kanisa linahitaji watu gani? Kanisa linahitaji wachungaji wa namna gani? Kanisa linahitaji wainjilisti, wazee wa kanisa wa namna gani? Leo tutaenda kusoma. Kumbuka katika kitabu cha Isaya tumeambiwa, Isaya 58 fungu la 1, piga kelele usiache, paza sauti yako kama tarumbeta, uwahubiri watu wangu kosa lao, na nyumba ya Yakobo dhambi yake. Kwa hiyo tunaambiwa huyu mlinzi anaambiwa apige kelele asiache na kupaza sauti yake kama tarumbeta. Ni lazima awahubiri watu wa Mungu kosa lao. Nini kosa lao? Lakini nyumba ya Yakobo, nyumba ya Israeli, ni nini dhambi yake? Ni lazima mhubiri huyu aihubiri hicho kitu. Lakini tumeambiwa kwenye kitabu kile cha Pambano Kuu, The Great Controversy, kitabu cha Pambano Kuu, The Great Controversy, chapter 38 ama sura ya 38, ukurasa wa 502, kwa kitabu ndicho kuonesha aya yake ya pili. Tunaambiwa katika kila kizazi Mungu amekuwa ana watumishi wake ambao amewatuma kukemea dhambi pote ulimwenguni na ndani ya kanisa. Kwa hiyo tutaona ni namna gani ulimwengu unahitaji watu wa namna gani leo. Kanisa linahitaji watu wa namna gani leo. Kanisa linahitaji vijana wa namna gani? Linahitaji wazee wa namna gani kwa ajili ya kufanya na kutekeleza wajibu ambao Mungu ameliachia. Twende tukasome Acts of Apostles. Kitabu hiki cha Acts of Apostles, ukurasa wake ule wa 507, paragrafu ya pili. Matendo ya Mitume. Kwa hiyo ambao kama unao nakala ya Kiingereza, ya Kiswahili, maana zipo nakala za Kiswahili ya Acts of Apostles zimeshatolewa. Wewe ambaye una nakala ya Kiswahili ni sura ile ya 49. Acts of Apostles sura 49, ukurasa ule wa 507, nasema nitasoma kwa Kiingereza. What the church needs in these days of peril is an army of workers. Anasema kile ambacho kanisa linahitaji katika nyakati hizi za katika siku hizi za maangamizi, katika siku hizi za hatari, ni jeshi la wafanyakazi who like Paul have educated themselves for usefulness, ambao kama Paulo wamejielimisha wenyewe kuwa watendakazi. Anasema kwa ajili ya kutumika, who have a deep experience in the things of God, ambao wana uzoefu wa kina katika mambo ya Mungu, and who are filled with earnestness and zeal, ambao wamejawa na ubidii na juhudi, wamejawa na juhudi na bidii. Sanctified, self-sacrificing men are needed. Watu waliotakaswa na waliojitoa kafara wanahitajika. Sikiliza, watu waliotakaswa na waliojitoa kafara wanahitajika. Kufanya kitu gani? Men who will not shun trial and responsibility. Watu ambao hawatakwepa jaribu na wajibu. Watu ambao hawatakwepa wajibu na jaribu, hawatakwepa. Sikia, anasema men who are brave and true. Watu ambao ni majasiri na wakweli. Men in whose hearts Christ is formed. Watu ambao ndani ya mioyo yao Kristo anaundwa, the hope of glory, anaundwa kuwa tumaini la utukufu. And who with lips touched with holy fire will preach the word. Ambao pamoja na midomo yao iliyotakaswa kwa kaa la moto, iliyotakaswa kwa moto mtakatifu, watalihubiri neno.
hao ni aina ya watu ambao kanisa inawahitaji. Usisahau kile ambacho nimekisema, tutaenda kukiangalia. Ninaweka msingi wa kile ambacho tutakijifunza. Anasema for want of such workers the cause of God languishes. Anasema kwa sababu ya uhitaji wa watu wa aina hiyo, kazi ya Mungu inaanguka. Kwa sababu aina ya hao watu hawapo leo, ama kama wapo ni wachache sana. Anasema and fatal errors like a deadly poison taint and the morals and blight the hopes of a large part of the human race. Kwa hiyo kukosekana kwa watu, makosa yanaendelea kutawala. Makosa yanaendelea kutawala kama sumu ya kuangamiza. Kanisa linahitaji watu kama Paul wenye juhudi na bidii. Lakini kwa sehemu nyingine, Education chapter 57, watu wanahitajika wale ambao wataita dhambi kwa jina lake. Nasikiliza, hauwezi kuita dhambi kwa jina lake ikiwa wewe mwenyewe unaifanya. You can't call it. Hauwezi ukaita dhambi kwa jina ikiwa wewe mwenyewe unashiriki kuifanya dhambi hiyo. Na hilo ndio sababu sasa mbinu zile ambazo Nebukadneza alizitumia kule Babeli. Tunajua alitumia mbinu kubwa tatu. Alitumia elimu, alitumia matengenezo ya afya, alitumia muziki. Na katika nyanja hizi zote tatu leo shetani anazitumia vile vile ulimwenguni na ndani ya kanisa kuandaa watu kuisujudia sanamu ya mnyama na kupokea chapa ya mnyama. Kuandaa vijana kuisujudia sanamu ya mnyama na kupokea chapa ya mnyama. Education, health reform, music. Anatumia nyanja hizo zote tatu katika siku ya leo. Na kwa wewe ambaye umefuatilia sana kupitia media hii ya The Final Warning TV, tumekuwa tukijifunza vizuri kabisa. Tumejifunza kuonesha ni namna gani shetani alitumia elimu, ni namna gani shetani alitumia muziki, ni namna gani shetani alitumia afya. Tuliangalia matengenezo ya afya ambayo leo ulimwengu unayakataa na kanisa unayakataa. Matengenezo ya afya kanisa unayakataa. Matengenezo ya muziki kanisa unayakataa. Matengenezo ya elimu kanisa unayakataa. Na matokeo yake sasa, kwa kukataa elimu, kupitia elimu ya Babeli, wanazalishwa vijana ambao ni makafiri kupitia elimu. Tumeambiwa vijana wanakuwa graduated na expert of doing evil. Wanakuwa wanapata tuzo na wanakuwa mabingwa wa kutenda uovu kupitia nini? Elimu ya Babeli. Lakini Babeli haikuishia katika elimu tu za kinadharia hizi. Babeli imeingia hadi kupitia elimu zile ambazo leo wanaziita elimu za kufundisha uungu, theolojia au teolojia, ambazo leo zinazalisha wachungaji, aina ya wachungaji ambao ni makafiri. Na katika somo ambalo tuliangalia, theolojia ni elimu ama mvinyo wa Babeli, elimu ya uongo. Na leo tunajifunza sana kuhusiana na wachungaji wa uongo. Sikiliza, mchungaji yeyote, hii sentence nilizungumza, utafuatilia masomo haya. Mchungaji yeyote ambaye anaitwa mchungaji kwa sababu tu amesoma theolojia ni mchungaji wa uongo, a false shepherd. Si mchungaji huyu, ni mchungaji wa uongo. Hawezi kuwa mchungaji kwa sababu uchungaji hausomei uchungaji. Ni kalama ambayo Mungu anatupatia bure, si kwa pesa, bali tunapatiwa bure. Ni wito ambao Mungu mwenyewe anautoa, haupatikani kwa kusoma. Twende katika kitabu kile. Leo tuko na kitabu hichi kama unavyokiona, kinaitwa Counsels on Education. Kitabu hiki ni makusanyo ya shuhuda zote, shuhuda za kanisa zote zinazozungumzia elimu. Kwa hiyo katika kila kipengele ambacho kimezungumza swala la elimu, katika shuhuda zote 9 zimeingizwa katika kitabu kimoja hiki ambacho kinaitwa Counsels on Education. Na leo tutaenda kuangalia kabisa katika sura yake ile, katika ukurasa ule wa 235 wa kitabu hiki. Lakini hii ni Testimonies for the Church volume 8.
Tutaenda kuangalia sana hapo katika Testimonies for the Church volume 8, lakini tutasoma na vitabu vingine hapa ambavyo niko navyo katika sehemu hii, ili tuone ni kwa namna gani elimu hii ya Babeli inazalisha vijana ambao ni makafiri. Lakini si wa vijana tu, inazalisha na wachungaji ambao ni makafiri kupitia elimu hii ya Babeli. Lakini kupitia hivyo ni namna gani elimu hii inapinga watu kupata ushindi dhidi ya dhambi, na kwa namna gani inaandaa watu kusujudia sanamu ya mnyama. Twende pamoja. Anasema the false and the true education, elimu ya kweli na ya uongo. Elimu ya kweli na ya uongo. Sikiliza mjumbe wa Mungu anavyosema kupitia katika kitabu hiki, lakini tutaenda vitabu katika kitabu kingine kuona namna gani pia ni namna gani imeelezwa kwa kina zaidi. Hapa hii utaisoma katika Testimonies for the Church volume 8, ama kwa wewe ambaye unacho kitabu hiki ambacho kinaitwa Counsels on Education, ambacho kimekusanya machapisho yote yanayohusu elimu katika shuhuda zile zote 9 na kuwekwa katika kitabu kimoja na kukiitwa Counsels on Education. Lakini hichi tutasoma kwa sababu kimeandikwa kwa Kiingereza. Ngoja nikisome hapa ili tuende pamoja. Anasema the mastermind in the confidence of evil is ever working to keep out of the sight the ways of God and to bring into full view the opinions of men. Mwasisi na gwiji aliye mjanja mkuu kupita wote katika muungano wa maovu anafanya kazi daima ili kuweka mbali na macho yetu maneno ya Mungu na kuleta maoni ya mwanadamu. Ya wanadamu. Mipango yake ina umakini haswa katika kututakasa sisi wanadamu tusisikie sauti ya Mungu ikisema njia ndio hii, ifuateni. Isaya 30 mstari wa 21. Kupitia michakato iliyopotoshwa, iliyopindishwa ya elimu, anafanya yote awezayo kuificha nuru ya mbinguni. Sikiliza sentensi hii ya mwisho jinsi mjumbe wa Mungu anavyosema. Anasema kupitia michakato iliyopotoshwa, iliyopindishwa ya elimu. Michakato iliyopotoshwa na iliyopindishwa ya elimu. Anafanya kitu gani? Anafanya yote awezayo kuificha nuru ya mbinguni. Kwa hiyo shetani kumbe anayo michakato iliyopotoshwa na iliyopindishwa katika elimu. Na lengo lake ni kuificha nuru ya mbinguni isionekane, ili watu wasione ile njia ambayo Kristo anatuambia njia ndio hii, ifuateni. Anatumia ujanja wa namna hiyo kuificha ile nuru isionekane. Kupitia kitu gani? Elimu. Tutaona vizuri tu. Anasema sikiliza. Dhana ya kisia za kifalsafa. Hapa nitasoma hichi kitabu cha huduma ya uponyaji. Tunaachana na hichi kitabu cha Counsels on Education ama Testimonies for the Church volume 8. Tunasoma hii ilikuwa ni volume 8 ili nisikuache mpenzi msikilizaji na wewe unayenitazama. Hii ni volume 8 ukurasa wake wa 305. Volume 8 305 aya ya kwanza kabisa. Lakini hapa nitasoma tena kitabu kingine kinachoitwa huduma ya uponyaji. Kitabu kinachoitwa huduma ya uponyaji ama Ministry of Healing. Hivi vitabu vyote vinapatikana kwa wewe ambaye una uhitaji. Wapo watu ambao wanaweza akakupatia vitabu hivi. Ministry of Healing ni ukurasa ule wa 439 wa kurasa zile za Kiingereza. Ministry of Healing 439 ama sura ya 37 aya ya 2. Sikiliza mjumbe wa Mungu anavyosema. Dhana ya kisia za falsafa na utafiti wa kisayansi ambao ndani yake Mungu atambuliwi zinazalisha na kuongeza maelfu ya idadi ya watu wenye mashaka, kumtilia Mungu mashaka. Katika mashule ya leo, mahitimisho yale ambayo wanadamu walio wasomi wamefikia kama matokezi ya uchunguzi wao wa kisayansi yanafundishwa kwa uangalifu
na kufafanuliwa kwa upana kwa wanafunzi. Na kisha maoni hutolewa waziwazi na watu wengi kwamba ikiwa watu hao wenye elimu wako sahihi kwa mahitimisho yao haya, basi Biblia haiwezi kuwa sahihi. Unaona jinsi huyu anayeitwa Master of Confidence, gwiji mdanganyifu mkuu, anavyotumia ujanja wake wote kuificha nuru ya mbinguni. Kupitia tafiti za wanasayansi zinafundishwa kwa uangalifu mkubwa sana mashuleni leo. Lengo ni nini? Kuficha nuru ya mbinguni. Sikiliza. Anasema kwa vile mashaka huvutia akili ya mwanadamu, vijana wanaona ndani yake huru unaovutia mawazo na ubunifu, na kisha wanadanganyika. Shetani anakuwa ameshinda. Ameshinda kupitia nini? Elimu. Kwa hiyo elimu ya Babeli, elimu ya uongo ya leo inamuandaa shetani kuwa mshindi. Katika kitabu kile cha Pambano Kuu, nakala ndio kuonesha sura ya 30 ukurasa wa 423, The Great Controversy chapter 510 paragraph 3 inasema hivi: hakuna mtu anayeweza kushindwa na shetani pasipo yeye mwenyewe kukubali. Hakuna mtu ambaye anaweza kushindwa na shetani pasipo yeye mwenyewe kukubali. Na tunaambiwa shetani anapata ushindi. Elimu ya uongo, elimu ya Babeli inamuandaa shetani kuwa mshindi. Sikiliza. Anasema hivi, anaipa lishe kila mbegu ya shaka iliyopandwa katika mioyo michanga, kisha anaifanya ikue na kuzaa matunda, na punde mavuno mengi ya ukafiri yanavunwa. Anapanda mbegu na kuipalilia na kuipa lishe. Kisha nini kinatokea? Mavuno mengi ya ukafiri yatavunwa. Kupitia nini? Elimu ya Babeli. Anaipa lishe kila mbegu ya shaka iliyopandwa katika mioyo michanga, kisha anaifanya ikue na kuzaa matunda, na punde mavuno mengi ya ukafiri yanavunwa. Kwa hiyo shetani anapoanzisha michakato na kupotosha na kuipindisha hii elimu, anaipatia lishe. Na baadaye ni nini kinachotokea? Mavuno ya ukafiri. Tutaona vizuri ikiwa hatutafikia mahali ambapo tutakuwa na uelewa wa kutosha katika zana hizi. Bila shaka tutapotezwa tu na kudanganywa, na tutapotoshwa kabisa kupitia elimu za uongo ambayo leo inakumbatiwa mno. Ndio chanzo ambacho kinamuandaa shetani kuwa mshindi. Nini hasa kinachofanya jambo hilo? Turudi katika kitabu chetu hiki cha Counsels on Education. Katika kitabu chetu hiki cha Counsels on Education tunaambiwa ni kitu gani hasa ambacho kinatekeleza jambo hilo. Katika Counsels on Education, Testimonies for the Church volume 8 ukurasa ule wa 306 paragraph ya pili anasema, there is a reason why these men. Turudi juu hapa. Nini hasa kinamuandaa shetani kuwa mshindi? Katika title ambayo anasema infidel books, infidel authors, waandishi makafiri. Sikiliza. Many think that in order to obtain an education, it is necessary to study the production of writers who teach infidelity. Wengi wanadhani kwamba ili kupata elimu ni lazima wasome vitabu vya waandishi wanaofundisha ukafiri. Na wengi wanadhani hiyo. Na kuna mwingine anadhani anadhani kwamba anataka kuuliza, hivi wewe usingesoma leo ungejua Kiingereza? Nataka nikuambie mimi sijajua Kiingereza kupitia elimu ya Babeli, kupitia kusoma hivi vitabu. Ni wangapi leo wanasoma na kugraduate elimu za Babeli na hawajui Kiingereza? Ni wangapi? Ni asilimia kubwa anafikia. Ni kwa sababu gani? Mwenye hekima yote si ulimwengu, ni Mungu. Na yeyote ambaye atakuwa tayari kufundishwa na Mungu
ndiye ambaye ataitwa mwenye elimu kuliko wale wa ulimwengu. Na hayo sio maneno yangu, imeandikwa. Sikiliza, tuendelee kusoma. Panasema because their works contain some bright gems of truth. Kwa sababu kazi zao zimejawa na nuru kuu ya mawazo, ile ambao wanaita ni nuru kuu kiulimwengu ya mawazo. But who was the originator of these gems of truth? Nani alikuwa ni muasisi wa vitu hivi vya mawazo? Anasema it was God and God alone. Ni Mungu na Mungu peke yake. Maana tumeambiwa Mungu ndiye chanzo cha hekima. Katika kitabu kile cha Ayubu 28 na mstari wa 28. Aliye chanzo cha hekima na mwenye hekima yote ni Mungu peke yake. Si waandishi wanaoandika vitabu vya ukafiri. Sikiliza, anasema he is the source of all light. Yeye ndiye chanzo cha nuru yote. Why should we wade through the mass of error contained in the works of pagans and infidels for the sake of few intellectual truths when all truth is at our command? Kwa nini tuende kupitia makosa mengi yaliyojaa katika vitabu vya wapagani na makafiri ili kutafuta kweli kidogo tu za kiakili, wakati huo kweli hizo tunaweza kuzipata katika imani yetu? Tuna vitabu vingi ambavyo vinaweza kutupatia kweli nyingi za kutosha. Katika uchumi tunavyo, katika familia tunavyo, katika unabii tunavyo. Kwa nini tuende katika waandishi ambao ni makafiri ili kupata ukweli huo? Kuna kitu cha kufanya. Sikiliza, anasema there is a reason why these men sometimes display remarkable wisdom. Satan himself was educated in the heavenly courts, and he has a knowledge of good and as well as evil. Anasema kuna sababu kubwa kwa nini kuna sababu kubwa. Sikiliza sasa. Anasema kuna sababu kubwa kwa nini muda fulani watu hawa wanaonekana kutoa wanaonekana kuonesha hekima fulani ambayo ni ya kweli. Anasema ni kwa sababu shetani mwenyewe ni malaika aliyeelimika. Alikuwa ni mtu aliyeelimika katika makao ya mbinguni na ana ujuzi wa wema na ubaya. Sasa sikiliza anachokifanya. Kwa kupitia ujuzi huo ambao anao, na wengi wasema mbona wana hekima nzuri, ana falsafa nzuri, lakini tunajua elimu ya uongo ya Babeli inamuandaa shetani kuwa mshindi na inawaandaa watu kushindwa. Na unajua shetani hatapata ushindi wa kumshinda Kristo, ni ushindi wa kumshinda mwanadamu. Kwa hiyo kupitia elimu hii ya uongo kama Babeli ilivyokuwa, watu wanaandaliwa kumsujudia shetani. Watu wanaandaliwa kusujudia sanamu ya mnyama. Vijana wanaandaliwa kumkana Mungu kwa sababu elimu ya uongo kupitia waandishi ambao ni makafiri na kuelezea visa vya uongo. Tutasoma hapa visa vya uongo na hadithi za uongo zinawaandaa na kuzalisha vijana ambao ni wakana Mungu au wenye ukafiri ndani yao. Kumbuka ukafiri ni infidels au ungodly, kuwa kuto kumcha Mungu. Ndio roho ya unabii na Biblia ama neno linalotumika makafiri. Na ndicho elimu ya uongo inachokifanya leo. Na katika nyakati hizi za mwisho kuna hatari kubwa sana. Kupitia elimu hizi wewe utaona mambo mengi maovu yanapitishwa kupitia elimu za uongo. Anasema he mingles the precious with the vile, and this is what gives him power to deceive. Anachanganya vitu vya samani pamoja na ubatili, na hii ndiyo inayompatia nguvu ya kudanganya. Kwa hiyo atachanganya vitu vya falsafa kama ni za kweli hivi, lakini anachanganya na uongo. Na hii ndiyo hivi. Kwa nini unadhani anafanya hivyo? Katika kitabu kile cha Pambano Kuu, The Great Controversy, kitabu hiki cha Pambano Kuu,
ukurasa ule wa 486. Tusome kidogo hapa. Na hichi ndicho anakifanya hata katika vyuo vinavyoita vya theolojia. Anafanya kitendo hicho hicho. Mingling the truth and error. Kuchanganya ukweli pamoja na uongo. Na anaweka ukweli mwingi, uongo kidogo. Sikiliza. Katika aya yake ile ya pili, katika kitabu hiki cha Pambano Kuu, kurasa ule wa 486 Kiswahili, lakini sura ile ya 36, is a impending conflict, ama unaweza ukasema mapambano yaliyo karibu sana. Katika ukurasa ule wa 486 ninasoma, anasema hivi: tunaweza kuficha sumu kwa kuchanganya na chakula kizuri cha afya. Tunaweza kuficha uongo kwa kuchanganya na ukweli wa thamani wa kweli za Biblia. Hilo linaweza kufanyika. Lakini sikiliza. Lakini hatuwezi kubadili asili ya sumu hiyo. Yaani kuchanganya ukweli na uongo, hatuwezi kubadili asili na matokeo ya sumu ile ya uongo. Anasema baada yake nini kinatokea? Kwa kuwa kinyume chake inatoa matokeo ya hatari zaidi, kwa kuwa itachukuliwa kwa upendo zaidi bila kujua. Kwa hiyo kinyume chake, kuchanganya ukweli pamoja na uongo, italeta matokeo ya hatari zaidi, kwa sababu watu au mtu ataupokea kwa upendo bila kujua. Lakini imechanganywa. Ni kama leo unavyokunywa soda. Soda si ni tamu. Lakini je, ni chakula ama ni sumu? Ni sumu. Unakula andazi, si ni tamu? Je, ni chakula ama ni sumu? Ni sumu. Unakula juisi, si Azam Cola, si Azam Juice, si Fresh, ni tamu, lakini je, ni chakula ama ni sumu? Ni sumu. Na ni kwa namna gani leo watu wanaugua, si vidonda vya tumbo, si vitu gani, kwa sababu ya kula vitu ambavyo ni vitamu. Si biskuti ni tamu. Kwa hiyo unachanganya utamu, sumu unaiweka kwenye chakula. Na inachukuliwa kwa upendo mkubwa. Na leo mtu anatoa zawadi ya chocolate, anafurahia. Oh, huyu ananipenda, chocolate. Lakini anamletea sumu na ataichukulia kwa upendo mkubwa. Leo tunashuhudia vijana wanapelekeana zawadi. Anampelekea mchumba wangu chocolate. Na atakula hiyo, kama ni chocolate atala nayo mpaka kitandani. Anakula kwa upendo mkubwa. Nimeletewa na mchumba wangu chocolate, anaitumia kwa upendo mkubwa. Kwa hiyo inaenda kuleta matokeo ya hatari, kwa sababu inatumiwa kwa upendo mkubwa. Hicho ndicho tunachomaanisha. Ukuchanganya, mingling the pleasures and vanity, vitu vya samani na ubatili. Na ndicho shetani anachokifanya. And this is what it gives him the power to deceive. Hiki ndicho kinampatia nguvu ya kudanganya katika elimu za leo, mashule ya leo. Sikiliza kile Mungu anachosema. Anasema hivi: ni moja ya hila za shetani kuchanganya uongo na ukweli kiasi ili kuupatia ukubalifu. Kwa hiyo anachanganya uongo na ukweli kiasi. Lengo nini? Kuupatia ukubalifu. Watu wa ukubali ni uongo, lakini wakubali ni ukweli. Na ndicho kinachofundisha leo mashuleni. Mawazo potofu mengi yanaingizwa katika akili za vijana. Mawazo ya uongo, zana za uongo, hadithi za uongo zinaingizwa na shuleni ili kuwadanganya kwamba hapa kuna ukweli. Wanaweka vipindi vya dini siku moja kwa wiki. Hicho kinasaidia nini? Sikiliza. Anasema hivi: but because Satan has robed himself in garments of heavenly brightness, shall we receive him as an angel of light? Je, kwa sababu shetani amejivika mwenyewe kwa vazi la kwa sababu shetani amejivika mwenyewe kwa vazi la nuru ya mbinguni, je, tumpokee yeye kama malaika wa nuru? Kwa sababu mchungaji anakuja amevaa suti. Mtumishi wa amevaa suti na kubeba Biblia, anaweza kaongezea na lesoni na kitabu cha nyimbo. Alafu anaenda mimbalani anadanganya. Je, tumkubali kwa sababu ameweka pale? Hapana. Sikia.
Anasema the tempter as his agency, educated according to his method. Mdanganyaji ana mawakala wake. Mdanganyaji ana mawakala wake walioelimika kulingana na nyenzo zake. Inspired by his spirit, waliovuviwa kwa roho yake, roho ya kishetani. And adapted to his work, na wanaoiga kutenda kazi yake. Shall we cooperate with them? Je, tushirikiane nao? Au mawakala wa shetani tushirikiane nao kudanganya watu na kuandaa vijana kwenda kupokea chapa ya mnyama? Je, will we cooperate with them? Never. Hatutaki kufanya hivyo. Anasema shall we receive the works of his agents as essential to the acquirement of an education? Je, tupokee kazi zao, tupokee kazi za mawakala wa shetani kama nyenzo muhimu zinazohitajika katika elimu? Hapana. Kwa sababu nini wanaandika vitabu vya makafiri? Juma and Uledi, Juma na Uledi, Mwoloza Mishameri, Sungula na Fisi, ni ukafiri. Na hayo ndiyo yanawekwa katika mawazo ya watu, ya vijana. Wanaandaliwa kuwa mateka wa shetani. Anasema hivi, who can bring a clean things out of an unclean? Not one. Nani anaweza kupata kitu kilicho kisafi kutoka katika kitu kilicho kichafu? Hakuna hata mmoja. Mjumbe wa Mungu anasema not one can bring a clean thing from unclean. Hakuna hata mmoja ambaye anaweza kuleta kitu kisafi kutoka katika kitu kichafu. Haiwezekani. Never. Anasema can we then expect the youth to maintain Christian principles and to develop Christian character while their education is largely influenced by the teachings of pagans, atheists and infidels? Anasema, je, tunaweza kutegemea vijana wanaweza kupata kanuni za Kikristo na kukuza tabia ya Kikristo, wakati huo elimu yao kwa kiwango kikubwa sana imetokana, elimu yao kwa kiwango kikubwa sana inashawishiwa na mafundisho ya wapagani, wakana Mungu na makafiri? Je, tutegemee kwamba watakuza tabia ya Kikristo, kuwa kama kina Shadraka, kina Daniel, kuwa kama wakati huo mawazo yao kwa kiwango kikubwa sana yanajengwa kulingana na mvuto wa makafiri, mwapagani na wakana Mungu? Je, tutegemee watakuza tabia ya Kikristo? Haiwezekani. Na unajua wengi yanapoelezwa haya, swali linakuja, kwa hiyo nataka tuwatoe watoto waache shule? Ni nani kasema hivi? Swali la kujiuliza, kwa nini uliwapeleka? Hilo ni swali. Lakini swali la msingi sana, wewe unadhani Mungu anazungumza na wewe kitu gani? Lakini swali lingine, je, unadhani hicho ni cha kweli ama ni uongo? Na kama ni ukweli, ni nani anazungumza? Ni mimi au ni Mungu? Mimi sina mamlaka kukwambia haya, isipokuwa kwa jina la Bwana. Na mimi ninawajia wote kwa jina la Bwana kuzungumza haya. Je, ni nani anazungumza? Swali la pili, je, Mungu ambaye anazungumza kama anasema hivyo, yeye unadhani anataka nini? Katika kitabu kile cha Pambano Kuu, ukurasa wa 498, sura 37, aya chache za mwisho, liko swali anasema kila mfuasi wa Kristo anapaswa kuuliza kwa bidii kwamba Bwana, unataka nifanye nini? Usiulize katika comment. Piga magoti umwambie Bwana, unataka nifanye nini? Ikiwa unadhani huu ni ukweli. Sikia, anasema it is time, if the time and effort spent in seeking to grasp the bright ideas of infidels were given to studying the precious things
in the word of God. Thousands who are now sitting in darkness and in the shadow of death will be rejoicing in the glory of the light of life. Anasema kama muda na jitihada zinazotumiwa katika kutafuta kukumbatia nuru na mawazo ya makafiri yangetolewa katika kusoma vitu vya samani vinavyotoka katika neno la Mungu, maelfu ambao sasa wanakaa gizani na ambao wanapita chini ya uvuli wa mauti wangeshangilia kwa utukufu wa nuru ya maisha. Unajua kama miaka tu ambao tumeipoteza kwa kutafuta elimu za Babeli. Wengine tumepoteza hata miaka 10, wengine 12, wengine 13, wengine 14, wengine 15. Lakini jiulize leo, hiyo miaka uliyoipoteza nini ambacho kimekusaidia? Lakini what if hiyo miaka ungetumia kujifunza nuru ambayo Mungu ameitoa yote? Kumbuka Mungu ametoa kila aina ya nuru. Kuhusiana na elimu imetolewa, uchumi imetolewa. Na naweza nikasema hakuna mwana uchumi mkubwa kama Yesu. Hayupo kabisa. Sikia, anasema many who are seeking. Sasa huko anaenda kutuelezea. Kumbuka hapa ametuunganishia ni namna gani elimu hizi. Na leo naweza nikasema ni msingi tu. Tutaweza kuona vitu vingi mbele ya safari kwa kadri Bwana atakavyotujalia. Ni namna gani elimu hii inapinga watu kuandaliwa kumlaki Kristo arudipo, kushinda pamoja na Kristo, lakini wanajiandaa kushindwa pamoja na shetani. Maana elimu ya uongo inamuandaa shetani kuwa mshindi. Kuwa mshindi wa mwanadamu. Hawezi kumshinda Kristo maana yeye ameshashindwa. Alimjaribu Kristo, ameshindwa. Kwa hiyo anachokiandaa, anachokifanya sasa hivi ni kutaka kuwashinda wanadamu, wasiwe washindi pamoja na Kristo. Kila nyenzo anaitumia na lengo lake ni kuitawala akili ili watu wasijue kabisa nini anakifanya. Katika kitabu kile cha ujumbe kwa vijana. Ujumbe kwa vijana, naamini wengi wana nakala za namna hii, ujumbe kwa vijana. Kwa hivyo twende pamoja tu katika ujumbe kwa vijana, kitabu hiki ujumbe kwa vijana. Ukurasa ule wa 59. Ukurasa ule wa 59 wa kitabu hiki cha ujumbe kwa vijana. Sikiliza shetani anachokifanya. Nini hasa anakihitaji kutoka kwa mwanadamu kiasi cha kuandaa mipango mikubwa na mabajeti makubwa sana, kuandaa mitaala mikubwa sana. Na tunajua leo mashuleni hata shetani anapokuja kulazimisha matawala za dunia, mamlaka ya upapa. Kumbuka tangu 2020 walitoa gazeti kama unavyolisoma, alisema ni lazima mitaala yote serikali za ulimwengu zifundishe elimu ambayo haina Mungu ndani yake. Ni shule ngapi leo unaona sheria za Mungu zinadharauliwa? Na tulisoma somo lililopita, moja ya kitu ambacho ulimwengu umeingia katika hatari kubwa na kuharibika kiuchumi, maadili na kila namna, ni kwa sababu mataifa na wanadamu wameonyesha dharau kwa mamlaka na sheria ya Yehova. Na ni mara ngapi walimu mashuleni wanaonyesha dharau kwa sheria za Yehova na amri za Mungu? Leo walimu wangapi wanaagiza wanafunzi waje shuleni siku ya Sabato? Unaweza ukatafuta kichaka, kila mtu na imani yake. Hakuna imani nyingine ya kweli isipokuwa ni imani ya Mungu ambaye ameifunua kupitia Biblia. Wewe unaweza ukasema imani yangu ni kwenda kanisani Ijumaa, Jumapili, lakini hayo ni makosa. Imani ya kweli ni ile iliyofunuliwa katika amri za Mungu. Ni walimu wangapi leo wanaonyesha dharau kwa mamlaka ya sheria ya Mungu? Na vijana wanaandaliwa kushindwa pamoja na shetani. Sikiliza, shetani anakitafuta nini? Kutawala akili za mwanadamu, kutawala akili za vijana kupitia elimu za uongo. Sikia, ujumbe kwa vijana ukurasa ule wa 59. Ujumbe kwa vijana ukurasa wa 59. Sikia mjumbe wa Mungu anavyosema. Anasema, nilionyesha kuwa shetani hawezi kutawala akili mpaka akili zikabidhiwe kwa utawala wake.
Unadhani wewe leo mtoto usipompeleka atamfundisha saa ngapi? Wapi? Atampata wapi? Wapi atampata? Sikia. Wanaoacha njia ya kweli wapo katika hatari kubwa sana. Wanajitenga na Mungu na ulinzi wa malaika wa Mungu, na shetani ambaye daima yuko macho ili kuharibu roho anaanza kuwasilisha kwao udanganyifu wake, na wapo katika hatari kubwa. Kama tukijitenga, tukiacha njia ya ukweli, tupo katika hatari kubwa wapendwa. Na wanapoona hatari na kujaribu kupinga nguvu za giza na kujinasua kutoka mtego wa shetani, sio jambo rahisi. Ndio maana leo hata mtu kutafuta mtoto wake tu kumtoa sio jambo rahisi. Anaweza akawa na hela nzuri ya kumpeleka akaandaa mazingira mashambani na akaanza kuwafundisha watoto wake elimu nzuri kama Mungu alivyoelekeza, lakini swali linakuja, how can I release my children from school? Nitawatoaje kule? Nitawatoaje? Sio jambo rahisi. Na najua sio jambo rahisi, lakini you must be a conqueror. Ni lazima upate ushindi ndani ya Kristo. Ni lazima ushinde. Sio jambo rahisi, na shetani anajua sio jambo rahisi. Maana ni sawa na kujaribu kutoroka gerezani. Unadhani jambo rahisi kutoroka gerezani? Sio jambo rahisi. Petro kama si malaika wa Mungu asingetoka. Sio jambo rahisi kutoroka gerezani. Na unadhani tutaendelea kuona tu. Tuzidi kufuatilia. Anasema wanaingia katika eneo la shetani na anadai ni watu wake. Anasema no, hawa ni wanafunzi wangu, waache. Wanasale zangu ni wanafunzi wangu hao. Na anatamani kutoka, anaona nipo kifungoni na anatamani kutoka. Sema uliweka agano pamoja na mimi. Ulisajiliwa na cheti cha kuzaliwa ulitoa. Hautatoka kirahisi. Lakini kwa wale ambao wanatamani kufanya hivyo, Mungu hata waache. Sikia. Anasema hivi, hasiti kutumia nguvu zake zote na kuyaita majeshi yake yote ya malaika waovu kuondoa mwanadamu mmoja kutoka katika mikono ya Kristo. Hasiti kutumia mamlaka za serikali za mtaa, serikali za kijiji, serikali za wilaya mpaka mahakama ili kuzuia mtoto mmoja tu asitoke mashuleni. Unadhani yani nini kama mtu mwanafunzi anatoka darasa la kwanza mpaka masters hana kazi, unadhani nini anakingangania shetani? Anataka roho tu ya kupotea nayo. Hana kingine anachokitafuta. Maana najua kama kusema ni maslahi ya kidunia kwa wakati kama huu hayapo, kupitia elimu hizi za uongo hayapo. Nini shetani anakitafuta? Ni watu kupotea. Na ndio maana mtoto mmoja tu ambaye hebu fikiria, serikali hii haimnunulii nguo, haimnunulii daftari, haimlipii ada, lakini wanamngangania. Alafu huyu mtoto hata kama atasoma hata inufaisha serikali, atamnufaisha mzazi. Lakini kwa nini serikali ione kwamba kuna wanamjali mtoto zaidi kuliko mzazi wake? Na tafsiri ya kuonyesha kwamba wao wanampenda mtoto kuliko mzazi. Na kitu ambacho ni uongo. Hawakumnunulii nguo wala hawamnunulii chakula. Wanampenda kitu gani? Mtu anakupenda akupe hata chakula, si anataka ufe. Anakupenda nini hapo? Yaani wanataka kuonesha kwamba Mungu anayesema watoto wajifunze elimu nzuri ambayo hawataandaliwa kuwa makafiri, hawapendi hao watoto kuliko wao, ni uongo. Lakini hiki ndicho shetani anachokionyesha, kwamba yeye anawajali kwa kiasi kikubwa sana. Hataki kupoteza hata kama mtoto kamoja tu. Sio jambo rahisi. Lakini hawa wanaandaliwa. Anataka kuandaa wawe mateka wake. Wale ambao wamemjaribu shetani naye shetani akawajaribu, inawapasa kufanya juhudi kubwa kujinasua kutoka katika makucha yake. Ni lazima tufanye juhudi kubwa kama tulivyoambiwa ili kujinasua kutoka katika makucha ya shetani, makucha ya elimu ya uongo ya Babeli, pamoja na elimu za uongo za theolojia zinazoandaa wachungaji kuwa wachungaji wa uongo wanaofundisha uongo. Ni lazima tujinasue huko. Sikia,
Anasema wanapoanza kufanya kazi kwa ajili yao wenyewe, malaika wa Mungu ambaye wamemhuzunisha watakuja kuwaokoa. Sikia, shetani na malaika zake hawako tayari kupoteza mawindo yao. Wanashindana na kupigana vita dhidi ya malaika watakatifu, na mgogoro ni mkali. Yaani vita inayopiganwa ni kali mno. Wakati shetani anataka mtoto mmoja asitoke mikononi mwake. Tena anatamani mzazi, na leo nadhani wazazi wengi ndio waliokuwa kwenye kifungo, kwenye magereza. Yuko tayari mzazi kumlipia mtoto milioni 8 kwa mwaka mmoja. Lakini mtoto huyu, na ndio uone wazazi pia hawapendi watoto wao. Mtoto huyu analipiwa milioni 8 kwa mwaka, anamaliza shule. Lakini anaweza akamaliza chuo, akamwambia baba, naomba milioni 8 nifanye mtaji. Akamwambia wewe ushakuwa mkubwa, jitume. We mzazi utakuwa una akili, na sikutukani, ni uhalisia. Kwa sababu kama umemlipia kupoteza kitu ambacho hakipati, unapoteza. Leo unashindwa kumpatia hiyo akaanzisha labda mtaji. Unadhani unakuwa na akili hapo? Akili gani sasa? Akili inatoka wapi hapo? Lakini ni kwa sababu elimu hii ni inawaweka kifungo wazazi na watoto. Wanakuwa gerezani. Mmoja anakuwa kwenye direct jail, mwingine anakuwa indirect, gerezani indirect. Ni hatari sana. Na wale ambao ni wakosaji wakiendelea kuomba na kwa unyenyekevu mkubwa wakiungama makosa yake, malaika wenye nguvu kubwa sana wanashinda na kumwokoa muhanga kutoka katika makucha ya malaika waovu. Wale ambao wanaomba, Bwana hatakuacha. Songa mbele. Bwana hatakuacha. Lakini huu ni mtego wa shetani. Turudi katika Counsels on Education. Counsels on Education. Tutakapoenda kumalizia kipande hiki cha siku ya leo. Counsels on Education natuambiaje hasa kuhusiana na elimu za wachungaji. Ni namna gani hasa elimu za wachungaji wa theolojia leo? Shetani ni namna gani anawatumia kupitia theolojia kuandaa wachungaji kuwa wa uongo? Vitabu vya kikafiri. Na unajua akili leo ndio center ya mawazo ya kila kitu. Akili ikichafuliwa, usitegemee matendo yatakuwa safi, na matendo yanachafuliwa. Na tunahitajika kufikia perfectness kuanzia kwenye akili, maneno na matendo. Tusipofika huko, we will never be saved. Hatutaokolewa. Tutaendelea kuhubiri kama hivi, ni kama tunapiga kelele tu, lakini tunapoteza muda. Na ndio maana sitaki kupotezea muda wako kwa kukuambia uongo. Sikiliza, anasema many who are seeking a preparation for the Lord's work think it is essential to accumulate large volume of historical and theological writings. Wengi ambao wanajiandaa kwa ajili ya kazi ya Bwana wanafikiri kwamba ni muhimu kupata elimu ama kusoma vitabu vikubwa vya kihistoria na waandishi wa kitheolojia. They suppose that the study of these works will be a great advantage to them in learning how to reach the people. Wanapendekeza kwamba kusoma vitabu hivi kuna umuhimu mkubwa, kutaleta faida kubwa kwao katika kujifunza namna ya kuwafikia watu. Kwa hiyo wanasema ili ufikie watu, namna gani ya kuwafikia watu, ni lazima usome vitabu vikubwa vya wanasaikolojia na theolojia ili kujua namna hiyo. Kabla hatujaenda mbali, uone shetani anachokifanya. Ngoja tusiende mbali. Ujumbe kwa vijana. Ujumbe kwa vijana. Ukurasa wa 57. Ujumbe kwa vijana ukurasa wa 57. Hizi ni zana za shetani kuwateka watu akili. Theolojia, saikolojia. Na kwa kadri unavyokuwa na elimu kubwa sana ya theolojia au saikolojia, ndivyo unavyokuwa mateka mkubwa kabisa wa shetani na unayekuwa ngumu kabisa kutoka. Sikiliza, ujumbe kwa vijana ni ukurasa wa 57. Wanakala hii ambayo hata wewe kama uko nayo. Sikia, anasema lakini shetani akiwa amejigeuza kuwa malaika wa nuru, anashughulika na akili ili kuwapotosha watu kutoka kwenye njia salama na sahihi. Anashughulika na nini? Akili. Anasema sayansi za phrenolojia, saikolojia na upumbazaji akili umekuwa njia ambayo kwayo shetani amekuja moja kwa moja kwa kizazi hiki.
Na kutenda kwa nguvu hiyo ambayo ndiyo msingi wa kazi yake, karibu na kufungwa kwa mlango wa rehema. Kwa hiyo karibu na kufungwa kwa mlango wa rehema, shetani anatumia nini kuteka akili? Saikolojia, theolojia, filolojia. Anatumia kuteka akili za wachungaji, na anajua akishateka akili za wachungaji. Kwenye kitabu cha Pambano Kuu, The Great Controversy, sura ile ya 37, kwa nakala ambayo ninaitumia hapa, utasoma ukurasa ule wa 493, anasema ni mpango wa shetani kuelekeza akili za watu kwa wachungaji, mapadri na makasisi na maprofesa wa theolojia, badala ya kuchunguza neno la Mungu kwa ajili yao wenyewe. Na kwa kutawala akili za viongozi hawa, anaweza kuwafanya wengi mateka wake, kwa sababu wengi wameelekeza akili zao na imani zao kwa wachungaji, mapadri na maprofesa wa theolojia. Lakini saikolojia nini? Shetani anakuja moja kwa moja katika akili za watu wa kizazi hiki kupitia theolojia, saikolojia. Turudi Counsels on Education. Anasema hivi, they suppose that the study of these works will be a great advantage to them in learning how to reach the people. Wanapendekeza kwamba kusoma vitabu hivi vya theolojia na saikolojia kutaleta umuhimu mkubwa na kuwafundisha namna ya kuwafikia watu. Je, ni sahihi? Sikia mjumbe wa Mungu anasema, this is an error. Hii sio sahihi. Kwa sababu gani? Ni lazima tujifunze kwa Kristo. Tumaini la vizazi vyote. Ukurasa ule wa 359 ama sura ile ya 37 Wainjilisti wa kwanza, kuna aya inasema wafuasi wa Kristo wanapaswa kufanya kama Kristo alivyofanya, sio kama wanatheolojia wanavyofanya. Anasema, as I see the shelves piled with the books, some of them rarely looked into. Anasema kwa kadri ninavyoona shelves zilivyojawa na vitabu hivi ambavyo baadhi yao vinasomwa kwa mara chache sana, yani adimu sana hata kuviangalia, ila vimewekwa kwenye shelves. I think, why spend money for that which is not bread? Ninafikiri, kwa nini kutumia pesa kwa kitu ambacho si chakula? Vitabu vya wanasaikolojia yani hata vieleweki, vimejaa kwenye shelf za wachungaji. Na huyu ni mchungaji wa Adventista wa Sabato. Hata hichi kitabu huna. Una kitabu tu la mwanasaikolojia. Huna Ministry of Healing, una kitabu cha mwanasaikolojia. Child Guidance una kitabu cha mwanasaikolojia. How can you become a true shepherd? Unakuaje mchungaji wa kweli kama sio mchungaji wa uongo? Sikia, kwa nini kutumia pesa wakati sio chakula? The 6th chapter of John tells us more than can be found in such works. Sikia, katika sura ya 6 ya kitabu cha Yohana inatufundisha nini ambacho, katika sura ya kitabu cha Yohana ya 6 inatufundisha nini ambacho tunapaswa kukifanya na kipi ambacho kina ukweli. Yesu alisema, mimi ndiyo mkate wa uzima. Mimi ndiyo mkate wa uzima. Unapoenda kumaliza katika sehemu yetu hii ya leo, taenda kusoma katika kitabu hiki ambacho anaelezea namna gani vitabu hivi hata ambavyo viko ndani ya mashule, vitabu ambavyo vimejaa hadithi za uongo. Tutaendelea na sehemu zingine mbele kuangalia kabisa ni kwa nini elimu ya uongo inawaandaa watu kupata kukosa ushindi dhidi ya dhambi, kuandaa watu kusujudia sanamu ya mnyama na chapa ya mnyama. Ni kwa nini kuna siri kubwa ambayo leo mashule mengi yanajengwa, lakini haya yote yatajengwa kuandaa watoto kupotea. Nini mzazi anatakiwa kufanya? Nilikwambia, kama unaona ni ukweli wa neno la Mungu, piga magoti kwa aliyeutoa. Yeye mwenyewe atakuonyesha nini cha kufanya. He will never hide from you. Hata jificha, ni lazima atakuonyesha what to do. Lakini tumeambiwa kwenye Acts of Apostles, ni lazima watu wapatikane ambao ni self-sacrificing, ndio tayari kujitoa kafara.
kwa sababu sio rahisi kujinasua kwenye makucha ya shetani. Lakini by God's grace it is possible. Kwa neema ya Kristo inawezekana. Sikiliza, anasema the widespread use of such books at this time is one of the killing device of Satan. Vitabu hivi ambavyo vinatumika leo, vilivyosambaa katika maeneo kubwa, ni moja ya nyenzo kubwa sana ya shetani, ambayo he is seeking to divert the mind of old and young from a great work of preparation. Anasema for great work of preparation for the sins that are coming upon the earth. Anatafuta kuandaa akili za wakubwa kwa wadogo, ili wasijiandae katika mambo ambayo yanaujia ulimwengu huu. Anasema he means that our children and youth shall be swept away by the soul destroying deception which he is flooding the world. Anamaanisha kwamba watoto wetu na vijana wetu watafutiliwa mbali, watafagiliwa mbali kwa madanganyo, kwa yale ambayo yanaitwa madanganyo ya roho ambayo ameyajaza ulimwenguni kote. Therefore he seeks to divert their minds from the word of God. Hivyo anatafuta kugeuza akili zao kutoka katika neno la Mungu, and thus prevent them from gaining a knowledge of those truths that will be their safeguard. Na hivyo anatafuta kuwazuia kupata ukweli wa kweli hizo muhimu ambazo zingekuwa ndio ulinzi wao wa pekee. Hicho ndicho ambacho shetani anakifanya kupitia kuleta maelimu hayo. Lengo lake kubwa ni hilo, hana lengo lingine. Lakini tunahitajika kufikia hatua ambayo tutasema no. Ni lazima tutende kwa sehemu yetu kupinga kila kitu ambacho shetani anakileta kutawala akili zetu. Kumbuka Misali 4:23 imetuambiaje? Linda moyo wako kuliko yote uyalindayo. Kuliko unavyojengea fence nyumba yako na kuweka electric fence na kuweka vitasa na kufuli za kila aina, alafu wakati huo unauacha moyo wako kupata chemchemi za ukafiri wa elimu ya Babeli, unafanya kitu gani? Ni kama unavalisha suruali alafu wewe unavaa pensi. If the youth understand their own weakness, they will find in God their strength. Kama vijana watatambua udhaifu wao, watapata nguvu kwa Mungu. If they seek to be taught by him, they will become wise in his wisdom. Kama watatafutwa vijana kufundishwa na Mungu, watakuwa wenye hekima kupitia hekima ya Mungu. Anasema and their lives will be fruitful of blessing to the world. Na maisha yao yatakuwa matunda ya baraka kwa ulimwengu. Anasema but if they give up their minds to mere worldly and speculative study and thus separate from God, they will lose all that enriches life. Lakini kama watatafuta tu ugunduzi wa kiulimwengu na kujitenga wao wenyewe kwa Mungu, watapoteza utajiri wa maisha. Elimu ya Babeli kuandaa vijana kuwa wakana Mungu. Hii ni sehemu ya 7 ya siri zilizofichika. Tutaendelea sehemu nyingine kuendelea na kuona ni namna gani shetani kwa kina zaidi, nini ambacho kipo ndani hasa ya elimu za ulimwengu wetu leo, na ni namna gani Mungu alitaka tufanye, na kwa nini kuna umuhimu mkubwa wa kujifunza hivi. Na ndio maana nimekwambia elimu ya uongo tumesoma inamuandaa shetani kuwa mshindi. Je, unataka kushindwa na shetani? Ukikubali atakushinda. Basi tunapoenda kuomba tunapoenda kufunga somo letu, na wakaribishe tunapoenda kuomba kila mmoja tafakari. Ikiwa ni mzazi, ni lazima utafakari. Kupinga haya haitasaidia. Utukane usitukane haitasaidia, maana mimi hata sitaumia ukinitukana, maana hata sipo na wewe hapo, hata tungekuwa pamoja. Lakini kama ni ukweli, ni lazima ukae na kuchunguza kwamba kumwambia Yesu, Bwana unataka nifanye nini? Kupinga haisaidii kabisa. And time is running out. Tupige magoti kwa ajili ya ombi.
Baba yetu mwema, Baba mtakatifu, tunakushukuru kwa nuru ya pekee ambayo umetuangazia watoto wako katika wakati huu. Asante kwa sababu umetupendelea sana. Tunakusihi haya uliotufundisha tukayatendee kazi, si kwa maneno bali kwa vitendo. Tusaidie kwa sababu umetuambia sio rahisi na kwa uwezo wetu hatuwezi. Msaidie mzazi ambaye anatamani kuwafundisha watoto wake elimu ya kweli. Anatamani kila siku kwa shauku, lakini anajiuliza anaanzia wapi. Wewe unao majibu. Msaidie ajinyenyekeze kwako na kutafuta hekima yako na uwezo wako, na kwa neema ya Kristo ninaamini utamtendea. Wasaidie vijana wanaotamani kujua na kupata ukweli, maana hakuna kitu cha thamani kuliko kupata ukweli wa neno la Mungu. Wasaidie sana wanaofanya bidii kujua hayo yote, usiwatupe Baba. Na wajumbe ambao wanatamani kujifunza haya yote, tusaidie kwa namna ya pekee kutumia muda wetu na kalama zetu na sauti zetu kwa ajili ya wokovu wa watu wengine. Ni tumaini letu tutatupatia nafasi nyingine kujifunza kupitia jina la mwanao mpendwa Yesu Kristo tunaomba tukitumaini. Amen.